Picha yetu inaanza ikituonyesha wanawake ambao walikuwa wameenda kuwapokea waume zao. Hawa wanaume walikuwa ni wanajeshi ambao walikuwa wameenda kupigana vita kwa muda mrefu. Kwa hiyo vita ilivyoisha walirejea kurudi nyumbani. Hivyo hawa wanawake walikuwa wanawapokea waume zao. Hapa alikuwepo mwanamke mmoja ambaye anaitwa Jen. Aliangalia katika kundi lile la wanajeshi waliorejea kutoka vitani. Hakuweza kumuona mume wake. Ndipo alipomfuata rafiki wa mume wake akamfuata. Toby akamuita. Toby, yuko wapi Dan? Dan yuko wapi? Lakini Toby aliposikia na muulizia Dan, alishangaa sana. Akasema, unaongea kuhusu nini wewe? Ni kitu gani unachokiongea? Dani alikuja muda mrefu sana. Ndio, Dani alikuja muda mrefu sana. Jenny aliposikia vile hakuweza kuelewa. Akasema, ni kitu gani unachokimaanisha wewe? Una maana gani kusema kwamba Dani alikuja muda mrefu? Miezi kadhaa iliyopita Dani alikuja kutoka vitani. Wewe nenda nyumbani kamwangalie. Alafu utanicheki. Tutaongea sawa? Nenda ujaribu kuita nyumbani kwake pale. Ukikuta hayupo, utaniambia, utanijulisha. Basi binti alitabasamu. Baada ya kusikia vile, anatabasamu, lakini ndani ya kichwa chake mawazo bado yalikuwa ni mengi. Kusikia kwamba Dani amesharudi? Hapana. Inawezekanaje arudi alafu asinitaarifu mimi? Yaani arudi kutoka vitani alafu asinipe taarifa? Ndani ya kichwa cha Jenny mawazo yalikuwa ni mengi kwa kweli. I say. Hello. Kumbuka alikuwa ni mpenzi wake kwa kweli. Baada ya kusikia vile, maua aliyokuwa ameleta aliyatupa chini. Akakimbia moja kwa moja mpaka kwa Dani. Anagonga mlango. Dani! Dani, najua huko humu ndani, fungua. Fungua Dani. Najua huko humu. Ufungue. I say. Ndio maana kumbe simu yako unakaa ukiwa umeizima. Usharudi alafu unipi taarifa mie. Hello. Aligonga mlango lakini hakuna aliyefungua. Ndipo alipozunguka nyuma ya nyumba, aka nyuma ya nyumba. Anazunguka bidada Jenny ili aweze kuona kama ataweza kupata nafasi ya kuingia ndani. Ndipo alipomuona Dani. Pitisha macho dirishani akamuona Dani. Wakakutanisha macho. I say. Kusema ukweli akamwambia Jenny, naomba utoke. Naomba utoke hapa. Lakini muda wote huo alikuwa anaongea akiwa amekaa kwenye kiti. Akamwambia, una maana gani wewe? Ni kitu gani unachokimaanisha mimi nitoke hapa? Akamwambia, sikia. Mimi saizi siwezi kuwa na wewe tena. Siwezi kuwa na wewe na haiwezekani mimi kuwa na wewe tena. Ila ninachokuomba, naomba uondoke. Akasema, unasema nini wewe? Unachokisema unakielewa au unaongea tu kwa sababu umeongea? Unaongea tu bila kufikiria. Una maana gani? Dani, nakupenda. Naomba ujue kama nakupenda lakini. Akamwambia, sikiliza. Nimeshakwambia kwamba uondoke. Mimi siwezi kuwa na wewe tena. Nishabadilisha mawazo yangu, nishabadilisha kila kitu, naomba uondoke. I say. Dani anaongea akiwa serious kabisa kwamba hamtaki huyu binti. Hamtaki hata kidogo. I say. Binti mawazo yalikuwa ni mengi ndani ya kichwa chake. Akasema, na maana gani wewe kusema hivyo? Lakini Dani alikuwa anaongea akiwa yuko serious kabisa. Akamwambia, sikia. Mimi nimekuja hapa kwa ajili yako, lakini unaniambia hivyo? Akasema, nimekuambia uondoke. Haujui kilichotokea wewe. Ila naomba uondoke. I say. Akasema kwamba sasa hivi mimi na maisha yangu mengine na wewe una maisha yako mengine, naomba uondoke. Ondoka Jenny, ondoka, sitaki kukuona hapa. Sitaki nikuone katika macho yangu mimi. I say. Dani
anaongea kwa hasira kubwa sana. Lakini kusema ukweli, Jenny pale alipokuwa, mawazo yalikuwa ni mengi kulikweli. Aliwaza na kuwazua, ni kwa nini huyu mwanaume anaongea hivi, na anaongea akiwa amekaza macho kabisa. Sikuhitaji hata kidogo. Ondoka. Ai, Dani anaongea akiwa amekaza macho. Akamwambia go, ondoka, toka hapa Jenny. I say, Jenny alimkazia jicho. Hakuelewa ni kitu gani ambacho kilikuwa kimemkumba. Miaka kadhaa iliyopita walikuwa ni wapenzi ambao waliapa kwamba watakufa na kuzikana, lakini leo anamtolea macho na kumwambia maneno makali kabisa bila kupepesa macho kwamba aondoke. Jenny pale alipokuwa hakuwa na kitu cha kusema, lakini kwa uchungu kabisa alimwangalia akamwambia, Dani nakuchukia. Dani nakuchukia. Leo, kesho na kesho kutwa nakuchukia Dani. Dani nakuchukia. I say, aliondoka bwana. Dani hakuwa na la kusema, na wala hakumwambia ni kwa nini anamwambia vile, kwamba hahitaji kuwa na yeye tena. Ndipo alipoondoka. Aliondoka kwa hasira kweli kweli. Jenny hakuamini macho yake. Wakati anazipiga hatua kuelekea nyumbani, ndipo alipomwona mwanamke ambaye alikuwa anaitwa Martha. Alikuwa anakuja katika maeneo yale. Huyu Martha, mpenzi mtazamaji, ni ndugu yake na Dani. Hivyo ndiye aliyekuwa anakuja kumhudumia katika moja na mbili, kumpikia. Hatujui ni kitu gani ambacho kinaendelea mle ndani. Dani anakaa akiwa amekaa kwenye kiti tu, hawezi kunyanyuka. Hivyo Jenny ndipo alipomnyemelea huyu bidada hawezi kuona ni wapi anapoingia, lakini alimwona kama anafungua mlango hivi pale nyumbani kwake na Dani. Kafungua mlango moja kwa moja pale, na inaonekana kwamba na ufunguo alikuwa nao. Akaingia ndani. Akamwambia, Dani, uko nyumbani umelala au unafanya nini Dani? I say, Jenny hapa nje alipokuwa, mawazo yalikuwa ni mengi sana. Alijiuliza kwa nini huyu mwanadada anaingia ndani, maana alikuwa hajui kama ni ndugu yake. I say, mawazo yalikuwa ni mengi ndani ya kichwa chake. Alikaa akiwa anawaza kweli kweli. Akaangalia huku na huko. Akasema hapa siondoki wala stoki. Tunamenyana hapa. Basi ndipo alipozunguka nyuma, akawa amepita dirishani moja kwa moja, karuka mpaka ndani. Ni lazima ajue ni kitu gani ambacho kinaendelea. Haiwezekani mpenzi wake wa miaka yote abadilike kiasi hicho. Mambo gani hayo? Jenny moja kwa moja anaonekana kwamba alikuwa anampenda mpenzi wake ambaye ni Dani moja kwa moja. Basi alipita dirishani moja kwa moja kama amezama mpaka ndani. Anataka juu ni kitu gani ambacho kinaendelea. Haiwezekani amtolee mapovu hivyo akiwa amekaza macho kabisa. Kuna kitu ambacho kinaendelea. Basi hapa alipokuwa, moja kwa moja alikuwa anamkanda kaka yake. Anaonekana alikuwa na maumivu makubwa. Alikuwa amekaa kwenye kiti kile cha walemavu. Basi moja kwa moja ndipo alipoingia ndani. Martha, unafanya nini hapa? Ni kitu gani unachokifanya hapa? Aise, walishtuka wakajiuliza huyu mtu amepita wapi, maana milango yote ilikuwa imefungwa. Jenny, unasema nini? Alishangaa sana, maana alikuwa anafikiri kwamba huyu ni mpenzi wake. Akasema hapana, mimi huyu ni kaka yangu, nimekuja kwa ajili ya kumhudumia tu. Hakuna kitu chochote kinachoendelea madam. Ni kaka yangu tu huyu. Usije ukafikiri kwamba ni wapenzi sisi. Sawa? Akamwambia kwamba aondoke Martha ili aweze kumuuliza kitu Dani, kwa sababu anaonekana alikuwa amebadilika sana Dani. Martha ndipo alipotoka katika yale maeneo. Jenny akabaki pamoja na Dani ili aweze kumuuliza kitu chochote, waweze kujadili. Haiwezekani watoleane mapovu kwa design kama hiyo. Akasema,
ongea basi kitu ambacho unahitaji kukiongea na kusikia. Jenny alimwangalia, ndipo alipogundua kwamba kusema kweli afya yake haikuwa njema, maana alikuwa amekaa kwenye kiti cha walemavu. Akasema, kusema ukweli Jenny, mimi siwezi kuwa mtu bora kwako tena. Mimi hapa unaponiona ni kilema, sina miguu. Mimi ni mfu tu aliyekaa hapa, sio mtu. Mimi sio Dani yule wa zamani unayemjua wewe. Muda wote nakaa nikiwa nimekaa hapa kwenye kiti, siwezi kujifanyia kitu chochote. Sina lolote, sina mbele wala nyuma. Kwa hiyo Jenny, mimi sitaki kukuharibia maisha. Sitaki nikuharibia maisha kabisa. Wewe hautaki kuwa na mtu kama mimi tena. Mimi sasa hivi ni kilema, siwezi kufanya kitu chochote. Jenny aliposikia maneno aliyokuwa anayaongea Dani, kusema ukweli alijawa na roho ya huruma. Alimwangalia mara mbili. Akamwambia, ni angalia Jenny. Mimi ni mtu kukaa tu muda wote. Mimi sasa hivi ni kilema. Sina nachoweza kukifanya mimi kwa sasa. Anamwambia kwamba hataki kumharibia maisha yake. Sasa hivi yeye ni kilema, hana kitu ambacho anaweza kujifanyia. Hawezi kutembea, miguu yake tayari imeshamangonyolewa. Anatembelea kwenye machela. Hawezi kuinuka na kusimama kama zamani. Hivyo anaomba muache, amtafute mtu mwingine ambaye anaendana naye. Hawezi kuwa na kilema kama yeye kwa sasa. Akamwambia, sikiliza Dani, usije ukaongea maneno kama hayo hata siku nyingine. Kusema ukweli, mapenzi hayachagui hivyo vitu ninavyovisema. Mtu anayempenda haijalishi ni mtu wa design gani. Akasema, kusema ukweli naelewa unachokiongea Jenny. Naelewa unachokiongea, lakini kwa sasa mimi sikufai. Naomba ujue kwamba mimi kwa sasa ni kilema. Ni kilema, siwezi kufanya kitu chochote. Kwa hiyo sikufai kabisa Jenny. Naomba utafute mtu ambaye ni mzima kama wewe, ambaye mtaweza kufanya maisha na kufika mbali. Kwa sasa mimi siwezi kufanya kitu chochote kwako. Mimi kwa sasa ni kilema. Tizama, ndoto yangu ya kuwa shujaa imepotelea katika moyo wangu. Hivyo Jenny, naomba usije kuharibu maisha yako Jenny. Naomba uondoke. Sitaki nikuharibie maisha yako hata kidogo. Utanambatana na mimi kwa lipi? Nitakusaidia nini? Ni kitu gani ambacho nitakusaidia mimi kwa sasa? Mimi sio yule Dani wa zamani unayemjua Jenny. Mimi kwa sasa ni kilema. Stembei. Siwezi kufanya kitu chochote Jenny. Naomba unisikilize tafadhali. Yasikilize maneno yangu nayokuambia haya, na uyafanyie kazi Jenny. Wewe ni binti mzuri ambaye unaweza kuolewa na mwanamume mzuri ambaye ataweza kukusaidia kitu katika maisha. Naomba uachane na mimi. Kwa sasa mimi ni kilema. Sina nitakachokusaidia Jenny. Maneno aliyokuwa anaongea huyu mwanamume yalikuwa ni maneno makali kweli kweli. Akamwambia, sikiliza. Mimi haijalishi wewe ni kilema, haijalishi wewe ni mzima, haijalishi miguu yako inatembea au haitembei. Nitabaki kuwa na wewe. Akamwambia, Jenny, ni kwa nini unang'ang'ania lakini? Hebu niangalie. Angalia miguu yangu hii jamani. Angalia miguu yangu, haiwezi kufanya kitu chochote Jenny. Angalia. Siwezi kusimama kama zamani. Siwezi kuinuka. Siwezi kufanya kitu chochote Jenny. Unataka nikupende au niwe na wewe nikusaidie nini kwa sasa Jenny? Jenny, tafadhali Jenny, naomba unisikilize ninachokuambia hiki. Kina maana kubwa sana. Lakini Jenny alipiga magoti, akaishika miguu yake, akamwambia, wala usiwaze, wala usiogope. Bado usikate tamaa. Nia ya kuishi bado ipo.
Jenny alipiga magoti mbele yake akamwambia, usiogope. Sijui kama ataweza kunyanyuka tena. Haiwezekani. Siwezi kunyanyuka. Kule nilipokuwa jeshini, kusema ukweli, nilipukiwa na mabomu. Miguu yangu ikawa hivi. Ikawa nyanga kama unavyoniona hivi. Hapo unaponiona mimi nasaidiwa na familia yangu. Kila kitu naletewa, chakula napikiwa. Hakuna kitu ambacho nitaweza kukifanya saizi. Kwa hiyo Jenny, nakwambia hivyo sio kwamba eti sikupendi. Nakupenda na ndio maana sitaki kukuharibia maisha yako. Siwezi kupeleka mapenzi yangu kwako wewe ambaye ni mzima, unaweza kujifanyia kitu chochote katika maisha yako nikuharibie. Kwa hiyo Jenny, nakwambia hivi, nenda katengeneza maisha yako. Nenda katengeneza maisha yako Jenny, niache. Ondoka Jenny. Ondoka katengeneza maisha yako, achana na mimi. Kwa nini unazidi kumng'ang'ania mtu ambaye amesharibikiwa na maisha yake? Unazidi kumng'ang'ania mtu ambaye hawezi kukusaidia kitu chochote. Niache bwana na kiti changu mimi. Sina nitakachokusaidia Jenny. Najua kama unanipenda, lakini yale mapenzi yetu ya zamani naomba uyasahau. Mimi sio yule. Mimi ni kilema. Jenny pale alipokuwa hakuwa na la kusema wala la kufanya. Alibaki akiwa amejiramia. Lakini kusema ukweli, mpenzi mtazamaji, Jenny anaonekana alikuwa anampenda sana Dani. Na wamependana toka long time ago. Lakini kwa sasa anamwambia kwamba yeye hawezi kujifanyia kitu chochote katika maisha. Hataki kumharibia maisha yake. Aondoke. Atafanya nini alako lake Jenny? Kusema ukweli, aliamua kuondoka kwa sababu hakuwa na la kufanya. Mapenzi kizunguzungu. Mapenzi hayana tiba. Mapenzi hayatibiki. Basi ni siku nyingine. Jenny alikuwa katika yale mazingira ya pale nyumbani. Anajiuliza ataanzaje kuingia ndani. Basi wakati huo alikuwa anatia timu yule ndugu yake ambaye alikuwa anamhudumia. Moja kwa moja ndipo alipomkimbilia. Alishtuka. Akasema, umenishtua Jenny. Umenishtua, kuna nini Jenny? Akamwambia, samahani, nina ombi moja ambayo nataka nikwambie rafiki yangu. Naomba unisaidie kabisa. Naomba unisaidie uende kumwambia kaka yako kwamba ninampenda sana. Akasema, sikiliza nikwambie ndugu yangu. Sikiliza nikwambie Jenny. Kusema ukweli, hali ya kaka yangu sasa hivi sio nzuri. Ni kilema. Pale kila kitu tunampelekea. Kwa hiyo nilikuwa naomba tu achane naye, mtafute mwanaume mwingine atakayekufaa. Yule saizi unamuona hali yake, kwa kweli kila kitu anapelekewa pale. Miguu yote ile haifanyi kazi. Hata kuja kunyanyuka tena. Sawa? Kwa hiyo nilikuwa naomba wewe utafute mwanaume mwingine. Ole, mbona wewe ni mwanamke mzuri tu? Achana naye kaka yangu kwa sasa, hakufai. Huo ni ushauri wangu nakupa kabisa. Dani wa zamani sio huyu. Asharibika. Miguu yake haitembei tena. Kwa hiyo nilikuwa nakuomba uelewe hivyo tu. Bado ni binti mdogo ambaye unaweza kufanya kitu chochote. Lakini kusema ukweli, maisha yake sasa hizi sio mazuri. Unamuona jinsi alivyo kaka yangu kweli. Hata kusaidia nini? Kwa hiyo sio kwamba tunakwambia hivi kwamba hatukutaki. Tunakutaka, na ndio maana tunakushauri kwamba utafute mwanaume mwingine. Yule sasa hivi ashakuwa kilema. Hakufai kabisa ndugu yangu Jenny. Akamwambia, sikia wewe. Sikiliza wewe binti. Mimi haijalishi awe kilema asiwe kilema, mimi ninampenda Dani. Nampenda kweli kweli. Kwa hiyo naomba unisaidie ili niweze kumpata kwa hali yoyote. Bwana we. Jenny alimwambia Martha kwamba atampenda kwa hali yoyote. Awe kilema asiwe kilema, yeye atampenda na anampenda kweli kweli. Kwa hiyo nilikuwa naomba unisaidie, umtulize kaka yako. Mimi nahitaji kuwa naye. Maneno aliyokuwa anamwambia
yalikuwa ni maneno magumu, na maneno magumu kumeza kwelikweli. Hello. Jenny alikuwa amezama kwenye penzi, amefall in love kabisa. Akamwambia Paso, siwaze, nitaenda kumshawishi kaka yangu, nitamwambia. Basi moja kwa moja Dani alikuwa ndani anajisomea vitabu. Anajisomea vitabu kwa sababu yeye sahizi ni mtu wa ndani tu. Alisikia kama mlango unafunguliwa, ndipo alipomwita Martha. Alikuwa nafikiri ni mdogo wake ambaye siku zote waga namletea chakula. Akamwita, Martha, wewe ndiye unayegonga mlango au unayefungua? Ni nani wewe? Maana sina appointment na mtu mwingine. Takuwa ni wewe Martha? I say. Basi wakati huo aliyekuwa anaingia sio mwingine, alikuwa ni Jenny. Anaingia Jenny, sio Martha. Bwana we. Jenny amefall in love. Akasema, wala anayegonga mlango sio Martha, ni mimi mpenzi wako Jenny, ninayekupenda sana mie. Akamwambia, sikiliza, nikwambie kitu mpenzi wangu. Kumbuka miaka mingi iliyopita huko nyuma, jinsi penzi langu mimi na wewe lilivyokuwa limenawili, na kusema ukweli tulipendana miaka kadhaa iliyopita. Naomba ukumbuke penzi letu lilivyokuwa mimi na wewe. Kijana alikuwa anamkumbusha mapenzi yao ya ujanani, jinsi walivyokuwa wanapendana. Kusema ukweli, alipokumbuka vile, kusema ukweli alilegea. Akamwambia, kumbuka mimi na wewe tulivyokuwa tunakimbia huko beach, tunaenda huku na huku, tunaenda unaninunulia ice cream. Kusema ukweli ulikuwa unanipenda, unanichumu. Muda mwingine ulikuwa unanibeba unaniita Jenny. Kusema ukweli, jaribu kukumbuka mimi na wewe jinsi tulivyokuwa tunaishi. Ulikuwa unanipenda sana na mimi nilikuwa nakupenda sana. Sijawahi kukusaliti, sijawahi kukuchita hata kidogo. Kusema ukweli, penzi letu lilikuwa limenawili na lilikuwa lina afya kama mti uliopandwa kando kando mwa mto. Sasa iweje saizi eti kwa sababu wewe ni kilema nikuache nisiwe na wewe? Kumbuka kwamba ninakupenda wewe ulivyo. Tuliapa kiapo mimi na wewe tutapendana kwenye shida na la. Sasa iweje saizi nikuache eti kisa wewe hauna miguu, umekuwa kilema? Jamani. Akamwambia, matatizo hayo ulionayo sio kwamba eti wewe ndio unayo peke yako. Kumbuka hata mimi mwenyewe kipindi kile nilikuwa ninaumwa, lakini haukuweza kwenda mbali na mimi. Uliniwia mwanga kwenye giza nene, na ulikuwa unanitengeneza chai, ulikuwa unanipikia chakula. Muda wote haukuweza kwenda mbali na mimi. Chochote nilichokuwa nahitaji uliniletea mpenzi wangu, na nilikuwa naumwa ugonjwa wa ajabu. Na kusema ukweli, kipindi kile hakuna mtu yoyote ambaye alikuwa ananijali. Hata ndugu zangu wa karibu hawakuweza kunihudumia, lakini wewe kipenzi changu hakuweza kwenda mbali na mimi. Ulinijali, ulinihudumia. Hello. Maneno aliyokuwa anamwambia kusema ukweli yalikuwa namgusa moyoni, yalikuwa namkonga moyo. Mpenzi mtazamaji, unaambiwa kwamba unapokumbuka nyuma ulikotoka, ama hakika visiki na vikwazo havikuwezi kukutisha, haviwezi kukutisha hata siku moja. Unaambiwa kwamba siku utakapochoka ukahisi kama vile una moyo wa kukata tamaa, piga magoti, muombe Mungu wako na umkumbushe kule nyuma jinsi alivyokusaidia, jinsi alivyokutoa katika majanga, na ujue hata hili litakwisha na nitasimama tena, nitainuka, nitasonga mbele. Hivyo roho ya kukata tamaa itaondoka kabisa, utabaki unajiamini kama farasi wa vita. Hello. Akamwambia, kusema ukweli na mimi yale ulionitendea ni mema,
Kwa hiyo kwa sasa siwezi nikaenda mbali na wewe tikisa wewe ni kilema. Kwa hiyo saizi nataka nilipe mema ulionitendea. Kumbuka wema unalipwa na wema. Siwezi nikalipa ubaya kwa wema. Hapana. Tumefundishwa kulipa wema kwa wema. Hello. Basi kijana baada ya kusikia maneno yale ya kutia faraja alitabasamu kweli kweli. Akasema, Jeni, kusema ukweli maisha yangu yalivyo saizi, sikujua kama ungeweza kuwa karibu yangu tena. Lakini kusema ukweli maneno uliyosema ni maneno makubwa. Na ni maneno ambayo yamenipa faraja tena. Yamenipa nuru ndani ya moyo wangu. Na kusema ukweli ninakupenda. Akasema, so wewe tu unayenipenda peke yako? Hata mimi mwenyewe nakupenda. Ninakupenda Dani. Hello. Kusema ukweli walikuwa wanapendana. Na hakuna kitu kizuri katika maisha mpenzi mtazamaji kama kukutana na mtu ambaye unampenda. Unampenda sana kutoka ndani ya moyo wako. Akamwambia, nakumbuka kipindi kile uliponiambia ya kwamba hata iweje hautaweza kwenda mbali na mimi. Akasema, bado nayakumbuka hayo. Akasema, ndiyo maana yake mimi siwezi kusahau vile ulivyoniambiaga. Kusema ukweli mapenzi yale ulionionyeshaga kipindi kile ndiyo yaliyonifanya nipagawe mpaka sasa. Kusema ukweli miaka yote uliyokuwa umeondoka nilikuwa nimekusubiri wewe. Wanaume wengine vijana nilikuwa naona kama takataka, na ndiyo maana nilikuwa nimekusubiri wewe. Kwa hiyo pale ulivyoniambia kwamba hutaki kuwa na mimi tena, kusema ukweli ni kama vile umenitwisha bonge la tafari ndani ya moyo wangu. Kwa hiyo nilikuwa naomba tupendane jamani. Kiapo chetu tulicho hapa kipindi kile tusije tukakiacha. Moja kwa moja kamtolea pete ya ndoa hiyo. Akamwambia, Sergeant Dani, uko tayari kunioa na kuwa na mimi maisha yangu yote? Hakutaka kuchelewesha. Wanavaa pete wenyewe, wanavishana pete wenyewe, na kiapo wanapiana wenyewe, na ndoa wanaifunga wenyewe. Hello. Dani hakuwa na namna. Alitabasamu, akapiga saluti, akasema, ndio afande. Akasema, ndio afande. I say, Jeni alitabasamu kweli kweli. Mapenzi yao yakawa yamelodi. Alimuka kwa ndelemo na vifijo kwa furaha kubwa sana. Akamkumbatia kipenzi chake Dani. Dani ndipo alipomchumu moja kwa moja, akamsogeza karibu. Hello. Kusema ukweli mpenzi mtazamaji, mapenzi ya kweli yalipo hata ipite zuruba ya namna gani, bado yatazidi kustawi na kuwa imara kabisa. Hello. Basi moja kwa moja walioana, wakawa wanaishi wote moja kwa moja pale nyumbani. Alikuwa ameandaa chakula, moja kwa moja anamuita Dani mpenzi wake aje kula. Mume wake anayompenda sana alikuwa ameshaandaa chakula moja kwa moja mezani, anamuita aje kula. Ukimwangalia vizuri katumbo alikuwa ni mama kijacho. Hivyo muda si mrefu walikuwa nasubiri ili waweze kupata katoto. Kusema ukweli waliishi maisha ya raha mstarehe. Ndoa yao na mapenzi yao yalikuwa ni mapenzi yenye furaha. Basi na picha yetu hapo ndipo inapoishia mwisho. Picha yetu hii mpenzi mtazamaji inatufundisha nini katika maisha? Na imani bila shaka kuna kitu ambacho umejifunza katika maisha moja kwa moja katika haya maisha ambayo tunaishi sisi binadamu. Maisha ya mahusiano, maisha ya mapenzi, aka malavidavi. Kama
Kama kuna kitu ambacho utakuwa umejifunza katika hii picha yetu nzuri kabisa hii, usisite kucomment hapo chini na kuniambia ni kitu gani ambacho umejifunza. Basi mimi niliweka maneno ya Kiswazi au ya Kiswahili katika picha hii hapa. Naitwa The King Voice, wengi wanapenda kuniita DJ Kazi. Na kuomba usubscribe katika channel hii, uweke na alama ya kengele ili kila picha nitakayokuwa naiweka katika channel hii uwe ni wa kwanza kuipata. Tukutane katika picha nyingine, Mungu akipenda. Alamsika.